Ni Jumatatu ya Julai 6, 2020. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuamsha salama mimi na wewe, na ni kwa neema tu sisi tu wazima, kwani wapo ambao hawajabahatika kuweza kuamka siku hii, wapo vitandani na wengine wametangulia mbele za haki. Mimi naitwa Francis Godwin na mpiga picha yangu Kiamba Boy, na tunakuletea kipindi hiki cha mjadala wa gazetini asubuhi ya leo, ambapo leo pia tutapata kuweza kuwa na Bwana Mgabe Kiongosi, mdau wa maendeleo wilaya ya Kilolo, ambapo tutakwenda kuzungumza naye kwa njia ya simu. Na magazeti ambayo tutakwenda kusomea leo, ambayo yamewekwa katika mtandao wa www.matukiodaima.media.co.tz ni magazeti. Ndaanza na gazeti la Uhuru, ambalo lenyewe gazeti la Uhuru ukurasa wake wa mbele inaandika Mangula ataja adhabu 8 kwa wacheza rafu CCM. Ni katika mchakato wa kuwapata wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani, imwe ya kukatwa jina la mtiania, na hata kama amewaacha mbali wenzake katika maoni. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Habari nyingine ni inasema JPM ateua mkuu wa wilaya mwingine wa Mvomero, na habari ni kwamba Rais John Magufuli amefanya uteuzi wa katika halmashauri mbalimbali nchini ikiwemo wilaya ya Mvomero. Na mkutano mkuu wa CCM zimebaki siku 6, ambao mkutano huu utakwenda kupitisha pia jina la mgombea wa nafasi ya urais. Habari nyingine gazeti la Uhuru kweli daima ni ambaye inasema Majaliwa azindua bandari muhimu ziwa Tanganyika. Hili ni gazeti la Uhuru. Kwa upande wake gazeti la Mwananchi, habari ambazo zimepewa kipaumbele kwa siku ya leo ni inasema wiki ya uamuzi mzito CCM, vikao vya kitaifa kupitisha wagombea urais wa Zanzibar na muungano. Na habari nyingine ni inasema umati wa mwaga Profesa Mbwete, Njeru Kasaka kuzikwa kichifu. Na hapa kuna habari picha ikionyesha nafikiri hawa ni waadhiri wa chuo kikuu Huria Tanzania, wakiwa wamebeba jeneza lenye mwili wa Profesa Mbweta, huyu ambaye amefariki majuzi. Na habari nyingine ni nani uchaguzi wa urais Zanzibar, ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa 8 gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine katika gazeti la Mwananchi inasema Sefu Mkwazo kulinda kura. Sefu anasema Mkwazo kulinda kura. Na habari nyingine ni inasema bodi ya nyama kukagua bucha. Na habari nyingine katika gazeti hili la Mwananchi, Rwanda kufungua anga lake Agosti, na Magufuli ateua tena dedi mpya na DC Mvomero. Hilo ni gazeti la Mwananchi. Kwa upande wake gazeti la Zanzibar Leo, habari ambazo zimepewa kipaumbele inasema CCM yazipongeza SMZ pamoja na SMT kusimamia uchumi, lakini UWT yapongezwa kuongeza nafasi za wanawake, na ASA yaridhishwa uzalishaji wa mpunga Zanzibar. Na habari nyingine katika gazeti, RC ataka mashehe kutobeba wagombea, na bendera ya Marekani yateketezwa baada ya hotuba ya Trump. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo, lakini pia kuna habari inasema maambukizi ya corona yaongezeka duniani. Kwa upande wake gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili ni inasema mambo ya kuivusha salama CCM Zanzibar yaanikwa, ni katika mchakato wa kumpata mgombea urais Dodoma, kumnadi sifa siri kupata kura za Pemba za wekwa hadharani, maafisadi wazidi kunyoshewa vidole,
ni habari ambayo ipo ukurasa wa mbele gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Na habari nyingine ni inasema Magufuli aendelea kufanya uteuzi, na habari nyingine ni inasema polisi waua jambazi jaribio la wizi wa benki. Polisi waua jambazi, nafikiri kwamba ni mtuhumiwa wa ujambazi huyu, kwa sababu hajahukumiwa popote na mahakama kwamba ni jambazi. Lakini pia habari nyingine katika gazeti la Majira ni inasema Lipumba amsimamisha kazi naibu katibu mkuu wa CUF Zanzibar, na serikali yaonya wanaoingiza nchini wahamiaji haramu. Mchango wa NMB kwa maendeleo ya nchi waikosha serikali, na Mgeja sioni chama cha kuishinda CCM 2020. Hili ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Kwa upande wake gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa ni inasema Lissu kurejea nchini mwishoni mwa mwezi, asema amejipanga kushiriki vikao vya chama vya kujadili kuelekea Oktoba. Ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe, na hii habari pia tulipata kuweza kufanya mahojiano hapo jana katika taarifa zetu za habari kuhusiana na Lissu kurejea, lakini kwamba kubwa ana hofu swala la ulinzi, na kwamba amekwisha andika barua jeshi la polisi kuomba ulinzi, bado hawajamjibu. Lakini pia habari nyingine inasema viongozi watano mbaloni madai ya utesaji wananchi. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na habari nyingine, kipato kikwazo wazazi kununulia wanafunzi barakoa. Na habari nyingine inasema Maalim Seif ajitosa urais huko Zanzibar, ahidi kuleta maendeleo siku 100. Hashim Juma Isa achukua fomu Chadema. Na habari nyingine, Simba Yanga za banwa. Ni habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti la Jamvi la Habari, imekucha bandari ya Karema, waziri mkuu aweka jiwe la msingi ujenzi wa bandari kubwa ziwa Tanganyika, ni ile itakayounganisha Tanzania na DRC bila kupita nchi nyingine. Na habari nyingine ni inasema Magufuli alivyofanya makubwa Kilombero. Ni habari hii ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Jamvi la Habari. Na habari katika gazeti la Tanzanite anasema uchumi wa kati rekodi ya 7 JPM kimataifa. Uchumi wa kati ni rekodi ya 7 JPM kimataifa. Na Magufuli ateua DC Mvomero na Dedi Biharamulo. Na habari nyingine ni inasema tuongeze bidii ili tufikie uchumi wa juu, Majaliwa asema. Hizo ni habari ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la Tanzanite. Lakini gazeti la mwisho kwa siku ya leo ambao tutakwenda kusomea ni gazeti la Fahari Yetu, ambapo habari kubwa inasema uchumi wa vitu wa JPM umechochea maendeleo. Na habari nyingine, Majaliwa bandari ya Karema ijengwe usiku na mchana. Hizi ni habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele katika magazeti ya leo. Na mtazamaji, kwa upande wa habari za michezo nitaenda kusomea gazeti la Mwanaspoti, ambapo gazeti la Mwanaspoti habari kubwa ni hii inasema jidanganyeni tuwaumize. Lakini pia habari nyingine katika gazeti hili la Mwanaspoti ni ambayo inasema shangwe zote sasa za hamia Lindi Kagere saa 2784. Huyu ni Nyonzima haya. Na hili ni gazeti la Mwanaspoti. Mtazamaji, haya ndio magazeti ambayo tumekwenda kukusomea kwa siku ya leo. Undani zaidi wa magazeti haya, na ukitaka kusoma magazeti zaidi na zaidi, basi ingia katika mtandao wa www.matukiodaima
media.co.tz, www.matukioDaimamedia.co.tz, ama unaweza ukapakua application ya Matukio Daima TV katika Play Store yako na ukaweka katika simu yako, ili pindi unapohitaji tu kuweza kusoma habari pamoja na magazeti ndani ya blog ya Matukio Daima, ni mwendo wa kubonya tu hiyo application. Ama usisahau kuweza kuingia channel ya Matukio Daima TV katika YouTube, na ukiingia hapo usiache kuweza kubonyeza sehemu ile ambayo imeandikwa sehemu ambayo ina rangi nyekundu. Hapo utakuwa umejiunga na Matukio Daima na habari wakati wote sisi kwetu. Na mtazamaji, tunakwenda kumtafuta bwana Mgabe Kiongosi. Hello. Mgabe Kiongosi. Yes. Habari za asubuhi. Hapo nazungumza na Matukio Daima TV. Mimi naitwa Francis Godwin. Karibu kwa kujitambulisha. Unazungumza na Mgabe Kiongosi kutoka Iringa. Mgabe Kiongosi, wewe ni mmoja kati ya wadau wa maendeleo mkoa wa Iringa, hususan katika wilaya ya Kilolo. Yes. Unafikiri kwamba hatua ya Tanzania kuweza kupaa kuingia katika uchumi wa kati, nyie kwenu kama Kilolo, hii mnaitafsiri vipi? Cha kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kutuongoza Tanzania hadi kufikia hatua hiyo. Na kuna mambo ya kimsingi ambayo yanaonyesha dhahiri kwamba Tanzania tumefika katika hatua hiyo ya uchumi wa kati. Ukiangalia kuna mambo ambayo ni miradi mikubwa sana ya kimaendeleo Tanzania imefanya yenyewe kwa nguvu zake zenyewe bila kuomba mikopo kutoka nje. Kwa mfano ukiangalia ujenzi wa reli ile kubwa kabisa ambayo inatoka Dar es Salaam hadi Morogoro na hadi sasa hivi itaunganisha Dodoma. Zile ni nguvu za Tanzania. Ukiangalia kuna miradi mikubwa kama ujenzi wa bwawa la umeme lile la Nyerere, bado ni nguvu ya Mheshimiwa Rais na kuonyesha kwamba uchumi wetu sisi tunaweza. Tumeweza kununua ndege, nadhani umeona, kwa hela zetu sisi wa Tanzania. Kwa hilo imefungua hadi dunia kwamba kumbe nchi ya kuitaliwe hapa bali inatakiwa iwe kati. Lakini bado Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana hata kwa mkoa wetu wa Iringa. Umeona amejenga hospitali kubwa sana. Amejenga hospitali katika wilaya ya Iringa vijijini kule Godikafu kupitia hela zetu za ndani. Baada amejenga hospitali nyingine kubwa ya wilaya kule Mfindi kupitia hela zetu za ndani. Yote hiyo inadhihirisha kwamba Tanzania tunastahili tuwepo hapo, kwa sababu zote hizo tunatumia hela zetu za ndani. Bwana, mimi nikushukuru sana na kila laheri katika harakati za utiania, lakini pia harakati tukuombee katika uteuzi na hatimaye kuwa mbunge. Naamini kwamba kwa hayo ambayo umezungumza, wananchi watapima na hatimaye kwamba kuweza kukutuma. Nashukuru sana, lakini pia niombe ndugu zangu, vijana wenzangu, mtuombee, sababu bila Mungu haya mambo hayawezi kwenda, kama anavyosema rais wetu wa Jamhuri ya Muungano John Magufuli. Tumuombe Mungu kwa sababu siku bado hazijafika, tumuombe zifike na hatimaye na afya njema ili tuweze kuchukua fomu na wananchi waweze kutupa ridhaa. Asante sana. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema basi mbariki bwana Mgabe Kiongosi katika safari yake. Asante sana. Amina. Haya, kwa sababu aliniambia kwamba vijana tumuombee, na mimi ni kijana, kwamba ninaye sababu ya kuweza kumuombea, kwa sababu anasema kila aombaye hupewa na Mungu si mchoyo wa fadhila. Mtazamaji, basi tulikuwa naye Mgabe Kiongosi ambapo tumepata kuweza kuzungumza naye mengi na kubwa, kwamba ametia nia ubunge jimbo la Kilolo na amepata kuweza kueleza nini anataraji kwenda kukifanya. Jimbo la Kilolo kwa sasa mbunge wake ambaye amemaliza muda wake ni Venance Mwamoto, ambaye ndiye alikuwa mbunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Anasema mambo ya Kalenga tuachie na Kalenga, pamoja na kwamba yeye alikuwa campaign manager. Hataki kuzungumzia sana Kalenga. Tutakuja kumtafuta siku mbunge wa Kalenga aliyemaliza muda wake, naye tuambie anatia nia tena au vipi. Mimi naitwa Francis Godwin. Niwashukuru sana wadhamini wakuu wa kipindi hiki, Mount Royal Villa. Hii ni hoteli ya kisasa iliyopo katika eneo la Gangilonga, na ukifika hapo kwamba mambo ya swimming pool, mambo ya burudani mbalimbali,
mwisho wa wiki, lakini pia ni sehemu nzuri zaidi ya kuweza kufikia ama kuweza kumfanya mgeni wako aweze kujisikia, asijisikie yani kwamba ni mpweke, kwamba pale yani pana sehemu ya kujiachia. Ni sehemu nzuri ambayo ukifika pale unahisi kwamba nipo Ulaya. Ndio maana leo nimekuja kidogo nimevaa nguo za Ulaya hizi. Wachache sana wanavaa nguo kama hizi, lakini kwamba hii ni kutokana na hali ya baridi ya Iringa. Asante sana mpiga picha yangu Kiamba Boy. Mimi naitwa Francis Godi. Tukutane hapo kesho. Johnson Group Company Limited ni wauzaji wa bajaji 4, bajaji aina ya Maxima, Guta aina ya Toyo na pikipiki aina mbalimbali. Tupo wazi siku zote za wiki. Tunauza vipuri na matengenezo. Tunatoa warranty kuanzia miezi 6 kwa Guta, miezi 12 kwa bajaji na pikipiki. Ushauri ni bure kwa chombo ulichonunua. Tupigie 0623 70 07